Umebaki muda mfupi kabla wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker kuteremka dimbani kucheza mechi yao ya 14 ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya TRA United. Simba watakuwa kwenye uwanja wao nyumbani wa Meja Jenerali Isamuhyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam kucheza na timu ambayo hivi karibuni imeonyesha kiwango kizuri kiasi ya kwamba mechi ya mwisho walitoa suluhu dhidi ya Yanga katika mechi ambayo ni wao ndio waliofika zaidi kwenye lango la Yanga na kufanya majaribio mawili ya kulenga shabaha, huku Yanga dakika 90 ikiwa hajapiga shuti lolote la kulenga shabaha. Wanacheza Simba dhidi ya TRA United ambayo katika mechi kabla ya Yanga walicheza dhidi ya Namungo na kushinda 2-0. Wanacheza dhidi ya TRA United ambayo katika mechi ya 3 kutokea 2 zilizopita walicheza dhidi ya Fountain Gate na kushinda mabao 4-1. Hakika ni mechi ambayo Simba wanatakiwa kuwa kwenye kiwango chao bora ili mwisho wa siku wapate pointi 3 muhimu na kuwapa matumaini faraja mashabiki wao ambao hivi karibuni wamekuwa na kiwango cha kusuasua kiasi cha kuanza kutia shaka juu ya mbio zao za kuania ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao wameshaukosa katika misimu 4 mfululizo ukiangukia mikononi mwa watani zao wa jadi Yanga. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Simba na TRA United wanakwenda kukutana leo hii, huku Simba wakifahamu kwamba wanaongoza ligi watani zao wa jadi Yanga wametoa sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, na hivyo kuwapa nafasi Simba sasa ya kuweza kupunguza tofauti baina yao na vinara hao wa ligi kwa kupata ushindi leo hii. Ndiyo inafahamika wazi katika mechi zilizopita Simba, tofauti na vile walivyotarajia, ni kwamba walishikiliwa kwa sare ya bao 1-1 dhidi ya Pamba Jiji kwenye uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza, wakati walikuwa wakitarajiwa washinde ili wapunguze tofauti yao na Yanga, kwa sababu Yanga walikuwa wametoka kushikiliwa kwa suluhu dhidi ya TRA United. Simba, baadhi ya mashabiki wao walifurahi sana kuona Yanga ikishikiliwa kwa suluhu na TRA United pale jijini Arusha, wakiamini kwamba mechi dhidi ya Pamba Jiji watapata pointi 3 na hivyo kuendelea kupunguza tofauti baina yao na Yanga ambao hivi sasa ndio wanaongoza ligi. Matokeo yake ilikuwa sare ya 1-1. Sasa kwa mara nyingine tena Yanga ameshikiliwa kwa sare ya 1-1 na Mtibwa Sugar. Simba wamepata fursa nyingine tena ya kupunguza tofauti baina yao na Yanga ambao ni vinara, kwa sababu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa Yanga ndio wanaongoza wakiwa na pointi 38 baada ya kucheza mechi 16. Yes, after 16 games. Wanaofuatia ni Azam ambao wao wana pointi 29 lakini wakiwa wamecheza mechi 15. Simba wako nafasi ya 3 mnyama, wana pointi 28 lakini pointi hizi zimetokana na kucheza mechi 13. Kwa lugha nyingine, Simba ina michezo 3 mkononi kulinganisha na Yanga iliyocheza mechi 16, na hivyo kama itashinda mechi hizo zote maana yake itaongeza pointi 9, itakuwa na pointi 37 na hivyo kupunguza tofauti baina yao na Yanga kubaki kwa pointi 1 endapo watashinda. Sasa kwenye mechi hizo 3 ya leo hii dhidi ya TRA United yaweza ikawa miongoni mwa safari za kuelekea kutimiza mpango huo. Endapo itashinda, manake ni nini? Simba yenye pointi 28 itakuwa na pointi 31, na kwa sababu hiyo itakuwa inakwenda nyuma ya Yanga kwa sababu itakuwa nafasi ya pili, itaipita Azam yenye pointi 29 endapo itashinda na kutimiza pointi 31, lakini itakuwa bado ina mchezo mmoja kulinganisha na michezo 15 waliocheza Azam. Bado itakuwa na michezo miwili ya kiporo kulinganisha na mechi 16 walizocheza Yanga. Sasa mtihani pekee mkubwa alionao kocha Steve Barker, licha ya kutakiwa kufanya vizuri katika mchezo wa leo na mechi zijazo, ni kwamba performance, ufanisi wa jumla wa Simba msimu huu kulinganisha na idadi ya michezo waliocheza mpaka sasa kwa msimu uliopita. Msimu uliopita Simba ya kina Lionel Ateba Mbida, Simba ya kina Joshua Budo Mutale, Simba ya kina Kibu Dennis Prosper na wachezaji wengine waliopo hao nilowataja hawapo kwa sasa, ilikuwa na matokeo mazuri zaidi kulinganisha na Simba hii ambayo wakati wa usajili wa dirisha dogo imeimarishwa zaidi kwa kuletwa wachezaji wenye kipaji kama kina Anise Ura, akina Ino Jospin Loemba, Cletus Chota Chama kurejeshwa, lakini kwa hapo kina Libase Geye, Ishmael Olivier Toure, Nixon Kibabage, golikipa Jibo. Maana yake kocha Steve Barker ambaye naye ametua katika klabu ya Simba akichukua mikoba ya aliyekuwa meneja Dimitar Pantev, wana kazi ya kufanya kuhakikisha Simba inakuwa na matokeo mazuri zaidi walau kuliko walioyapata wenyewe katika msimu uliopita kwa idadi ya mechi walizonazo. Ikumbukwe msimu uliopita
Simba hakutoa ubingwa, lakini walipambana vya kutosha mpaka mechi ya mwisho ndio ilikuja kuamua ubingwa, kwa sababu tunakumbuka wakati wamecheza mechi 29 wao na Yanga tofauti yao ilikuwa ni pointi moja tu, wakati Simba wakiwa na pointi 78, Yanga wakiwa na pointi 79. Mchezo wa mwisho ambao ni ule uliokuwa umeahirishwa mara kadhaa wa dabi ya Kariakoo, wao Simba dhidi ya Yanga ndio ulikuja kuamua bingwa awe nani. Yanga wakashinda 2-0, ndipo Yanga wakaibuka na pointi 82 na kuwa bingwa, Simba wakabaki na pointi 78. Performance ya Simba msimu uliopita ilikuwa ni around 87%. Miongoni mwa performance nzuri kabisa za Simba kwa msimu, lakini ikakosa ubingwa kwa sababu tu ya mechi moja ya mwisho. Wakati msimu uliopita katika mechi 13 za mwanzo wa msimu, hapa ndipo pa kuangalia zaidi na kumfanya kocha Steve Barker na kikosi chake, wachezaji wake wote, ichukuliwe kama ni motivation, ni hamasa kwao kuhakikisha wanaboresha matokeo yao. Ni kwamba Simba msimu uliopita kwenye mechi 13 walikuwa na matokeo bora zaidi kuliko ilivyo sasa. Msimu uliopita mechi 13 za mwanzo wa msimu Simba ilikuwa imeshavuna pointi 34, lakini kwenye mabao Simba msimu uliopita baada ya mechi 13 ilikuwa imeshafunga mabao 29, imeruhusu mabao 5. Sasa Simba ya msimu huu ikijilinganisha baada ya michezo 13 chini ya kocha Steve Barker, ikiwa na wachezaji waliotoka kuwataja kina Anise Ura, kina Ino Jospin Loemba, Simba hii hivi sasa ina pointi 28. Lakini Simba hii kwenye mabao imefunga mabao 21, imeruhusu mabao 6. Kwa ukiangalia katika kila aspect, kila eneo Simba imedrop kulinganisha na Simba yenyewe msimu uliopita, jambo ambalo lapaswa kuwa changamoto kwa kocha Steve Barker na wachezaji wake kuona namna gani wanapaswa kufanya walau wafikie kiwango chao wenyewe cha msimu uliopita kulingana na idadi ya michezo, lakini ikibidi kufanya palipo bora zaidi ili kuweka hai matumaini yao ya kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu ambalo wamelikosa kwa misimu 4 mfululizo. Iko hivi, kwenye pointi Simba imedrop pointi takriban 6 kutoka pointi 34 walizonazo kwa michezo 13. Matokeo yake performance hii ya Simba msimu uliopita ilikuwa pointi 34 kati ya pointi 39 zilitokanazo na mechi 13. Maana michezo 13 timu ikishinda yote 100%, maximum performance inakuwa ni pointi 39. Sasa Simba walipata 34. Ukizidisha kwa 100 unagundua performance yao Simba kwenye msimu uliopita baada ya michezo 13 ilikuwa ni around 87. Lakini hivi sasa kwa pointi hizi 28, maana yake ukiweka hapa 28 alafu 39 zidisha kwa 100 utagundua performance ya Simba kwa sasa ni around 72. Kwa hiyo Simba hii ya kocha Steve Barker imedrop kwa around 15% kulinganisha na Simba ya msimu uliopita ya kina Lionel Ateba Mbida. Lakini kwenye mabao Simba hii imefunga mabao 21. Simba ya kina Ateba msimu uliopita ilikuwa na mabao 29. Kwa hiyo Simba hii imepungukiwa mabao 8 kufikia idadi ya mabao iliyofunga yenyewe msimu uliopita baada ya michezo 13. Kwenye kuzuia Simba hii imeruhusu mabao mengi zaidi 6 kulinganisha na Simba msimu uliopita iliyokuwa imeruhusu mabao 5. Kwa sababu hiyo hii namba zinazoonyesha juu ya ufanisi baada ya mechi 13 msimu uliopita Simba yenyewe na msimu huu, maana yake wanacho cha kufanya. Kocha Steve Barker na wachezaji wake katika mechi dhidi ya TR United inapaswa kuwa sehemu ya wao kuimarika zaidi kwa kupata matokeo mazuri, na waendelee hivyo ili kuweza kuichallenge Yanga, maana vinginevyo inaweza kujikuta inaishuhudia Yanga au Azam ama timu nyingine yote inatoa ubingwa, halafu wao msimu wa 5 mfululizo wanaishia patupu. Swali ni kwamba je, watatekeleza vipi mpango kazi wa kocha Steve Barker, wachezaji atakawapanga ili mwisho wa siku kuboresha matokeo haya? Maana kinyume chake, kama mwenendo utakuwa ni wasare, kupoteza, itafikia mahala mashabiki, wanachama wanaweza wakaanza kubana benchi la ufundi kwa kocha Steve Barker juu ya kwamba wanahitaji matokeo bora, kwa sababu management ya Simba imejitahidi vya kutosha hivi karibuni kuimarisha kikosi chao. Deni lipo kwa Steve Barker, deni lipo kwa wachezaji wake kuhakikisha wanapata matokeo bora zaidi, ikiwamo walau kuyafikia matokeo yao wenyewe ya msimu uliopita kabla ya kufikiria chochote. Na kikubwa zaidi ni kwamba wapinzani wao, watani zao jadi Yanga, hivi karibuni
wamekuwa na matokeo yasiyoridhisha kulinganisha na wakati wa safari yao ya kutoa ubingwa msimu uliopita. Kwa mfano, hivi sasa Yanga baada ya mechi 16 wana pointi 38. Msimu uliopita Yanga baada ya mechi 16 walikuwa na pointi 42. Kwa performance ya Yanga hivi sasa ni 79% kwa sababu mechi 16 walipaswa kuwa na pointi 48. Msimu uliopita walikuwa na pointi 42 ambayo ilikuwa ni performance ya 87.5, ambao unaona hapa kwa wastani Yanga imedrop kwa 8.5, around 9. Ni juu ya Simba sasa kutumia mwanya huo kama zilivyo timu nyingine, kwamba watani zao wa jadi wasiendelee kubulldoze ligi kwa kutoa mara ya 5 mfululizo, na hilo linafanyika uwanjani katika mechi kama ya leo tutakaocheza dhidi ya TR United na zilizobaki. Msimu uliopita Simba kwenye mechi 16 walikuwa na pointi 43. Wao walikuwa wana pointi nyingi kuliko Yanga iliyokuwa na pointi 42 msimu uliopita. Lakini msimu uliopita Simba baada ya mechi 16 ilikuwa na mabao 36, ilikuwa imeruhusu mabao 6. Tofauti ya mabao ilikuwa 30. Hii yatosha pia kuiamsha Simba kwamba ikifika mechi 16 ilipaswa kuwa na pointi 43, lakini hivi sasa hata ikishinda zote mechi 3 zilizobaki ili kutimiza idadi ya michezo 16 itakuwa na pointi 37, pungufu ya pointi walizozifikia wenyewe msimu uliopita. Manake wanalo jambo la kufanya kuhakikisha wanakuwa na matokeo bora zaidi. Deni lipo kwa Steve Becker, deni lipo kwa wachezaji wake kuweza kuwalipa wana Simba, kuwalipa management yao kwa kile walichowafanyia kwa kuwasajilia wachezaji wengine walio bora zaidi wakati wa usajili wa dirisha dogo. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.